Sisi kama viongozi tumepewa jukumu na Mwenyezi Mungu, tumepewa jukumu na serikali, tumepewa jukumu na wananchi, kwa sababu yoyote anayeamini hakuna uongozi ambao unapatikana bila mkono wa Mungu, si ndio? Kwa hiyo wakati wote tunapomshukuru Mungu, tuhakikishe kwamba shukrani zile zinaenda moja kwa moja kuyatenda yale ambayo yamekusudiwa katika kipindi hicho ambacho wewe umekalia hicho kiti. Na uongozi wenu ni mgumu sana, kwa sababu unagusa maisha ya watu, maslahi ya watu, maendeleo ya watu. Na watu mnaoongoza ni watu wa aina mbalimbali, wa kaliba mbalimbali, wenye tabia mbalimbali. Kwa hiyo ninawaomba tuhakikishe kwamba sisi tunasimama imara, tunasimama kidete katika kuhakikisha tunatangulia, watu wetu wanakuja nyuma. Tusianze sisi kukaa nyuma, waliopaswa kukaa nyuma wananchi wao wakatangulia mbele. Pale utatuletea majanga kama kiongozi. Na sifa ya kiongozi ni kutambua nyakati alizonazo, kutambua majukumu aliyonayo, kutambua wajibu wake, lakini kufanya kazi zake bila uoga, lakini ndani ya misingi ya sheria na taratibu zilizopo. Anapokuja mkaguzi, mdhibiti na mkaguzi, tusimuone ni adui. Yeye anakuja kutumulika na kutuambia hapa uko vizuri, hapa hauko vizuri. Lengo ni kurekebisha pale ambapo hauko vizuri, ufanye vizuri zaidi. Na yeye anakuja mwishoni, lakini tunalo jicho la ndani tena ujite. Yuko wapi? Huyu kila robo tunakaa naye anatupa ripoti. Na kama tutafuatilia ripoti zake kila robo, tukafanyia kazi, huyu akija anakuta kila kitu kimenyooka. Kwa hiyo pia ukiona una hoja zinakuja kuletwa na mdhibiti na mkaguzi mkuu, ujue bado kazi haijafanyika vizuri na internal auditor, au yeye amefanya, sisi hatukumpokea vizuri kuhakikisha kwamba tunajibu yale ambayo ametuambia. Lakini tunapoenda sasa kumalizia ajenda ya leo, tunaanza kutekeleza dira ya 2050 tarehe 1 mwezi wa 7, si ndio? Kipenga kinapigwa. Naomba tujiweke tayari. Malengo ya dira muyasome, mnayapata kwenye simu zenu. Mwelekeo wa serikali musome kupitia dira ile. Mikakati, vipaumbele vya serikali kupitia dira tuvisome, na misingi ya dira tuisome, ili tusimame kuwa viongozi wa kimkakati. Tulinde rasilimali, tujali utu wa Mtanzania, tuenzi tamaduni zetu, lakini tunahitaji kuwa na taifa la uchumi wa kati, sehemu ya juu. Wastani wa pato la mwananchi wa kawaida milioni 18 mpaka 21 kwa mwaka. Sio jambo dogo. Sasa hivi tuko milioni 1.7. Ndio maana niliwaambia tunahitaji kukua mara 10 zaidi. Kwa hiyo siatoi kichwani. Kama tulikuwa tunaongoza kwa kutembea, sasa tunatakiwa tukimbie. Uchumi himilivu, uchumi jumuishi, uchumi wa dola trilioni 1 sio jambo dogo. Uchumi shindani, rasilimali iliyoelimika vema, inayoshindana na kasi, uzalishaji wa bidhaa ambazo zitashindana kimataifa, sio jambo dogo, lakini watekelezaji ni sisi. Kwa hiyo kuanzia sasa tuache huku tulikopita, tuibebe ilani mpya ya Chama cha Mapinduzi, tubebe dira 2050 katika mijadala yetu yote ya maendeleo, kuanzia kwenye kitongoji, kwenye kijiji, pale kwenye kata. Ajenda ya dira hiyo ya kudumu, mtafsiri kwa lugha nyepesi, nendeni mkaishushe kule waheshimiwa madiwani, nenda kila kijiji chako, kafanya mikutano, kawaelimisha wananchi wako mambo ya dira ni maisha ya kawaida. Tunapambania maendeleo yao, kufuta umasikini, kuwa na taifa ambalo ni 10 bora katika mataifa yote ya Afrika. Tuwe kwenye 10 bora. Sio kitu kidogo. Lakini wakufanya hivyo hatoki mbinguni, ni sisi hapa tukiongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Sasa hivi tunataka tufanye mambo kwa detail. Tutembee na dira ndani ya vichwa vyetu. Mambo tunaenda kuyafanya ni makubwa na lazima yatokee. Na sisi Singida tumekubaliana lazima tupindue meza. Tunapopimwa mikoa waliotekeleza vizuri dira ya taifa, tusizidi namba 3. Sasa naamini ule msukumo wa Mheshimiwa DC utakuwa ni mdogo. Sikilizeni mziki wa Mheshimiwa Rasisi. Tukichekeana tutavuna nini? Mabua. Lakini ukiyafanya yako, mimi na shida gani? Kwa hiyo nitaka niwakumbushe hayo Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini nimalizie kwa kuwapongeza kwa kikao hiki. Nimeona kuna vitu vinaenda. Nimeona kuna vingine wala havikupaswa kutokea. Lakini na mimi kama kiongozi nimepokea, tutaendelea pamoja kushauriana, tutafute namna nyingine tofauti ya kumaliza hizi hoja ndogo ndogo.